Tumpe Bwana makofi mengi ya shukrani yanayostahili kwa ajili ya maombi ambayo Bwana ametupa kuomba. Naomba uketi kwenye uwepo wa Mungu wetu. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Na siku ya jana tulikuwa tumepitia mambo machache ambayo yatakusaidia kutengenezea discipline ya kuomba alfajiri. Na nilikupa mfano wa kile kitabu cha Ayubu anapouliza kama umeisemesha asubuhi, kwa sababu asubuhi waovu wanatakiwa wawe mbali na mapambazuko yako. Kunapopambazuka ni makabidhiano ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Ufalme wa giza unatawanyika, ufalme wa nuru unaingia. Chochote kilichokusudiwa kwenye ufalme wa giza unakikatalia kisikabidhiwe kwenye ufalme wa nuru. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na ndio maana tunaona maandiko yanatuonyesha hata Yesu aliomba alfajiri. Na tuliona kwenye kile kitabu cha Marko sura ya kwanza ule mstari wa 35, hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko, na huyo alikuwa ni Yesu. Lakini unaposoma kwenye kile kitabu cha Marko sura ya 16 ule mstari wa 9, unagundua kwamba hata kufufuka kwake kulikuwa alfajiri. Kwenye ule mstari wa 9 anasema, naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalene, ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wakali wanaomboleza na kulia. Kwa hiyo habari njema za kufufuka kwa Yesu, wakati watu wakiwa wanaendelea kuomboleza na kulia, zililetwa alfajiri. Alfajiri kuna upako na kuna neema isiyokuwa ya kawaida. Ndio maana pia usingizi mtamu huwa uko alfajiri. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna unazuiwa usiwe na muda wa kusemesha mbingu, usiwe na muda wa kusemesha tumbo linalozaa siku. Kwa taarifa za kufufuka kwa Yesu zilitolewa asubuhi, lakini Yesu alifufuka asubuhi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 28 na ule mstari wa kwanza, anasema hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kutazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, na malaika alishuka kutoka mbinguni akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kwamba mnamtafuta Yesu aliyesulubishwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni, njooni mpatazame mahali alipolazwa. Kuna kitu ambacho natamani ukione kwenye hiyo habari kitakusaidia. Kulikuwa kuna watu wa aina mbili hapa. Kulikuwa kuna wenye haki na wasio haki. Na malaika aliposhuka, alishuka alfajiri. Moja ya kitu alichokifanya, aliliviringisha lile jiwe akaliweka pembeni.
Jiwe ni ishara ya vitu vilivyofunga na kuzuia maisha yako, na inakuwa kama ni ngome, hakuna anayeweza kushughulika nayo. Kuna vitu ambavyo vimefunga maisha ya watu na vimekuwa kama ngome. Yeye mwenyewe muhusika ameshakatiaga hicho kitu tamaa, kwa sababu moja ya maswali ambayo wale wakina mama walikuwa wanajiuliza ni nani atakayeliondoa lile jiwe. Ni kweli tunakwenda, lakini nani ataondoa lile jiwe? Nani ataliviringisha lile jiwe? Huwezi kuliondoa hilo jiwe, ni jiwe linalotisha, ni jiwe kubwa. Kwa hiyo walikuwa wanawaza, lakini Biblia inasema yule malaika aliposhuka, palikuwa na tetemeko, na hiyo ilikuwa ni alfajiri. Palikuwa na tetemeko. Lile tetemeko lililotokea, maandiko yanasema lilisababisha wale waliokuweko pale, waliokuwa wakilinda lile kaburi, Biblia inasema walijaa hofu. Tarudia kusoma ile Misali, anasema na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingilisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Ile presence ya Mungu iliyoachiliwa, wale watu walikuwa kama wafu, manake ni kama vile walizimia kwa sababu ya ile nguvu iliyokuwa imeachiliwa. Lakini cha kushangaza, mtu yule aliyesababisha hawa wengine wakawa kama wafu ndio mtu yule ambaye anawakaribisha hawa wengine waingie kule ndani na waone. Unaposoma pale mbele unaona Biblia inasema malaika akajibu akawaambia wale wanawake, wakati wengine huku wamedondoka ni kama wafu, kuna wengine huku wanazungumza nao. Biblia inasema akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, maana nyie sio kama hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Msiogope ninyi. Ni kweli hao wengine wamedondoka, ni kweli hao wengine wako kama wafu, ni kweli hao wengine sahihi hawana habari, ni kama wako kwenye koma, lakini msiogope ninyi, kwa sababu ninyi ni wenye haki. Akawaambia msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Nisikilize, wakati wengine wakianguka, Mungu anakuambia usiogope wewe. Wakati wengine wakipotea, Mungu anakuambia usiogope wewe. Wakati wengine wakiwa kama wafu, Mungu anakusemesha usiogope wewe. Kwa nini? Kwa sababu neema ulionayo wewe unayemtafuta Yesu, unayetafuta nguvu zake. Wakati anazungumza nao, Biblia inasema aliwaambia msiogope ninyi, kwa maana najua kuwa mnamtafuta Yesu. Najua mnamtafuta Yesu aliyesulubishwa. Kwa nini ni muhimu kutafuta nguvu zake na kutafuta uweza wake asubuhi? Kwa sababu kuna wengine wanakuwa tayari ni wafu kwenye ulimwengu wa roho. Wengine wanakuwa tayari ni mateka kwenye ulimwengu wa roho. Wengine tayari wanakuwa katika hali ya kupotezwa kwenye ulimwengu wa roho. Lakini kwa kuwa wewe unamtafuta huyu Yesu, anasema usiogope wewe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe usiogope. Unaposoma kwenye ile Zaburi ya 91, anaeleza wazi kabisa. Anasema hata kama wengine wataanguka, hata kama watakuwa ni 1000 wataanguka kwenye ubavu wako, bado wewe utatoka salama. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nimekuwa na interest kwa sababu huyu malaika ameshuka. Sura yake ni kama umeme. Wanaojua umeme wananielewa. Umeme huwezi kuusogelea. Ule umeme unaotumia nyumbani kwako ni umeme ambao umetawaliwa ukatawalika. Ndio maana kuna kitu kinaitwa wiring. Wameweka pale na vitu vingi sana vimewekwa kwenye ile nyumba ambavyo ni vya kitaalamu kukusaidia wewe uweze kuutumia huo umeme na uwe rafiki
lakini ule umeme ukiamua kubadilika huwezi kuutumia, huwezi kuutumia. Sasa fikiria malaika ameshuka, yeye mwenyewe ni kama umeme, ni kama umeme, na kwa sababu ya nguvu alizokuja nazo pakatokea tetemeko. Usije ukafikiri palitokea mtikisiko, lilikuwa ni tetemeko. Tetemeko lililosababisha walinzi, usije ukafikiri wale walinzi walikuwa ni mgambo. Wale walinzi walikuwa ni wanajeshi wa jeshi la Kirumi, kwa sababu ya jinsi Yesu alivyokuwa amesumbua kipindi kile. Wakasema hata kama amekufa lazima tuweke walinzi wa maana hapa kaburini ambao watalinda vizuri, walinzi wenye nguvu wanaoweza wakadiri hata na lile jiwe likitokea la kutokea waweze kulirudishia pale. Kwa hiyo sio kafikiri waliweka watu wepesi, lakini aliposhuka yule malaika alfajiri alikuwa kama umeme, ndivyo Biblia inavyosema. Lakini zile nguvu alizoshuka nazo zilikuwa hazidili na kila mtu. Nataka uelewe hicho kitu, kitakusaidia. Huaga tunatenganishwa, huaga tunatenganishwa. Zile nguvu ziliwaathiri wale wanajeshi wa jeshi la Kirumi waliokuwa wanalinda pale. Zile nguvu ziliwaathiri wao. Kwa nini? Kwa sababu hawana divine connection na nguvu za Mungu zinazoachiliwa saa hiyo. Wakati hao polisi, wanajeshi wanaofanya mazoezi, wana misuli, wamedondokea huko, wamekuwa kama wamekufa. Kuna wakina mama ambao nguvu ile ile inawapa ushirikiano waweze kuingia mpaka kaburini, na wanayezungumza ni yule yule ambaye aliposhuka kulitokea mitikisiko mpaka wengine wakazimia, na ni yule yule ndiye anayewaambia mnaweza mkaingia mkaangalia, ninajua mnayemtafuta. Ninakuombea neema ya kutofautishwa leo katika jina la Yesu, neema ya kutengwa leo katika jina la Yesu, neema ya kuwa separated. Nguvu ile ile inapopiga wengine, wewe ikuache salama. Nguvu ile ile inapoharibu vya wengine, wewe vya kwako viwe salama. Ile nguvu ile ile inapokataa kutoa ushirikiano kwa wengine, itoe ushirikiano kwako. Na alieleza vizuri yule malaika, akasema ninajua ya kuwa mnamtafuta Yesu. I know deep inside your heart kwamba unatafuta nguvu za Mungu, unatafuta uwezo wa kukusaidia. Usije ukafikiri yule malaika huwa ashuki kanisani asubuhi. Huwa anashuka, na anashuka anafuatilia, anashuka anafuatilia. Huyu baba anatafuta kitu gani? Huyu kijana anatafuta kitu gani? Huyu binti anatafuta kitu gani? Ni kweli tunakuja kuomba asubuhi, lakini ni reality, kila mtu ana kitu chake anakitafuta. Anatafuta kuona Mungu anashughulika na hicho kitu, anatafuta kuona Mungu anafanya hilo jambo, na Mungu anajishughulisha na hivyo vitu. Yule malaika aliyeshuka pale hakushuka kwa ajili ya wale polisi, alishuka kwa ajili ya hao akina mama. Na ndio maana nguvu ile ile iliwasambaratisha wengine, nguvu ile ile ikatoa ushirikiano kwa wengine. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninafafanua kitu gani? Mimi ninachofafanua hapa ni neema iliyopo kwenye maombi ya alfajiri. Ili tukio lilitokea alfajiri. Alfajiri ni saa ya habari njema, ni saa ya kuvua hofu, ni saa ya kuvua uovu. Unapoomba maombi ya asubuhi, mwambie Mungu, nivue vazi lolote la uovu, nivue vazi lolote la mabaya. Uwaga tunavalishwa vitu, uwaga tunavalishwa vitu kwenye ndoto, uwaga tunavalishwa vitu kwenye maono ya usiku ambayo hayatokani na Mungu. Unaota ndoto unalishwa vitu, unaota ndoto unanyoshwa vitu, unaota ndoto unatembea peku barabarani. Wakati mwingine unaota ndoto unakimbia huko uchi. Wakati mwingine unaota ndoto unajisaidia barabarani. Wakati mwingine unaota ndoto nyumba yako imevamiwa au sehemu yako ya kazi imevamiwa. Na ndoto nyingi sana ambazo huwa zinatokea. Wakati mwingine unaota unapambana na mtu, unapigana na mtu. Ukishtuka kwenye zile ndoto, usiseme ni ndoto tu. Na mwingine ina ndoto ile inakuwa halisi. Wakati mwingine unaota ndoto unaomboleza msiba wa mtu unayempenda. Ukitoka kwenye ile ndoto useme, oh afadhali, afadhali ilikuwa ndoto. No, usiishie kirahisi namna hiyo. Kuna kitu umevalishwa kwenye ulimwengu wa roho. Wakati mwingine unakuta wewe ni mwanamke unaota ndoto unazini na mwanaume ambaye sio mume wako. Na wakati mwingine wewe ni mwanaume unaota ndoto unazini. Yaani kuna kitu unavalishwa
kuna vitu unavalishwa. Mtu anaanza kujiuliza, hiki kitu mimi nimetokana nacho wapi? Hiki kitu mimi nimetokana nacho wapi? Unakuta kuna tabia inaanza kukusumbua, au kuna roho inaanza kukusumbua, na havitokeagi siku hiyo hiyo, havitokeagi siku hiyo hiyo. Unakuta uliota miezi 6 iliyopita, uliota miezi 3 iliyopita, alafu unashangaa unaenda unakutana na kitu fulani kigumu mahali, mpaka unajiuliza ni mimi au ni mtu mwingine. Ghafla kumetokea uzito wa kuomba, huwezi kuomba kabisa. Unafikiri hicho kitu ni cha leo, kumbe ulivalishwaga hilo vazi miezi 3 iliyopita. Unashangaa ghafla huwezi kabisa kufanya shughuli zako kwa wepesi. Kila kitu kinaanza kuwa kizito, kila kitu kinaanza kuwa kizito. Unasema ni nini hii lakini imenipata? Kumbe kuna kitu ulivalishwa na haukukivua, na haukukivua. Utaelewa kwa nini Biblia inasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote, siku zote. Kwa nini? Kwa sababu Ibilisi anakutafuta mchana na usiku. Maandiko yanasema wazi kabisa, yule mshtaki wenu Ibilisi anawatafuta mchana na usiku, apate kufanya nini? Apate kuwasambaratisha, apate kuwapoteza. Na maandiko yanasema shetani asije akapata kutushinda, maana hatukosi kuzijua fikra zake, hatukosi kujua fikra zake, mbinu zake, techniques zake. Yuko very smart katika utendaji wake. Kwa nini anachokifanya? Anakuja anakuvalisha kitu kwenye ndoto, kwa sababu wewe unaamini ni ndoto tu. Kwa hiyo hautashughulika nacho, hautahangaika nacho, lakini ndio umeshavalishwa, lakini ndio umevalishwa. Kwa hiyo unakuta mtu amekuja amevalishwa roho ya uzinzi kwenye ndoto na hana habari. Mwingine amekuja anavalishwa roho ya umaskini kwenye ndoto na hana habari. Mwingine anakuja anavalishwa mikosi kwenye ndoto, hana habari, na alipoamka hakuvua. Kwa maombi tunayoomba asubuhi ni maombi ya kuvua, ya kuvua. Maana hujui umevalishwa nini. Tunaota vitu vingi sana, na shetani yuko smart. Akikushindwa kukupata huku kwingine, anasema basi nitamtafuta kwenye ulimwengu wa ndoto, nitapeleka kitu pale, nitabandika kitu pale, nitabandika vazi fulani pale, nitaunganisha nafsi yake na nafsi ya mtu fulani kwenye ndoto, nitateka mawazo yake pale kwenye ndoto, nitafunga ufahamu wake pale kwenye ndoto. Ukiamka asubuhi, anza kushughulika na nafsi yako. Fungua nafsi yako, semesha nafsi yako, takasa nafsi yako. Chochote nilichovalishwa, chochote nilichounganishwa nacho, chochote ambacho kimeachiliwa kwenye nafsi yangu, kimeachiliwa kwenye roho yangu, kimeachiliwa kwenye mwili wangu, ambacho hakitokani na Mungu, chochote ambacho hakitokani na Mungu, ambacho kimeachiliwa usiku wa leo. Usiseme kulikuwa kuna ulinzi na upako, kwa hiyo haviwezi kunipata. Kumbuka, maisha ya mwanadamu ni vita kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana Mtume Paulo wakati anatuandikia kwenye Waefeso alitueleza kwenye ile sura ya 6 na ule mstari wa 12, anasema wazi kabisa, kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama. Ametumia neno mzuri, kushindana. Lakini ukianzia kwenye ule mstari wa 10 anaeleza vizuri sana, anasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Mzidi kuwa hodari, mzidi kuwa hodari kwenye ulimwengu wa roho. Unavyotegemewa ni uwe unazidi, sio unapungua. Ili uweze kuwa mshindi, unatakiwa uwe unazidi. Na ndio maana na maandiko yakisema lazima ukue kutoka utakatifu kwenda utakatifu, kutoka imani kwenda imani, kutoka nguvu kwenda nguvu, ukiongezeka. Anaposema nimevipiga vita vilivyo vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza, sio kitu chepesi. Maana huyu mtu kila siku alikuwa anatafuta kuongezeka, na ndio maana akafuatilia maisha yake. Maisha ya Mtume Paulo hayakuwa maisha mepesi. Kila siku alikuwa anapambana na vita mpya, kila siku alikuwa anapambana na upinzani mpya, kila siku alikuwa anapambana na vikwazo vipya. Huwezi ukaletewa kikwazo cha jana, haiwezekani. Kwenye ulimwengu wa roho kanuni haziko hivyo. Kile kikwazo ulichokivuka jana, uwe na uhakika kesho unaletewa kikwazo kikubwa zaidi. Na ndio maana hata kwenye mfumo wa kimaisha tunatoka kutoka darasa moja kwenda darasa lingine. Huwezi ukawa form 4 ukaletewa mtihani wa darasa la 7, haiwezekani. Kadri unavyoendelea kuishi ndivyo kadri ambavyo unaendelea kuongezeka.
Na ndio maana tunaona maandiko yakisema yule mtoto alizidi kuongezeka katika hekima na kimo, sio alizidi kupungua. No, kwenye maisha tuna expect wewe unaongezeka kwenye nini? Unaongezeka kwenye maarifa, unaongezeka kwenye ufahamu, unaongezeka kwenye nguvu za Mungu, unaongezeka kwenye uwezo wa Mungu, unaongezeka kwenye kumfahamu Mungu, unaongezeka kwenye kujua mifumo ya kujikava na damu ya Yesu, unaongezeka kwenye maarifa ya kumjua Mungu anavyotakiwa kukutetea na kukusaidia. Kwa hiyo unatakiwa ukue kutoka imani kwenda imani. Na ndio maana unaposoma habari za Mtume Paulo, unaona Mtume Paulo akisema sio kwamba nimekwisha kufika au kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu, la hasha, ninafanya neno moja tu, nikihakikisha moja, ninayasahau yaliyo nyuma, ninayachuchumilia yaliyo mbele. Manake nini? Manake kuna vitu vya nyuma huaga vinapambana kukurudisha nyuma. Kuna vitu ukikaa unaviwaza, maeneo uliokwama, maeneo uliopita, ugumu uliokutana nao, mara nyingi sana vitu vya nyuma huaga vinakuvuta shati. Unaenda hatua 3 mbele, unakuta unarudi hatua 4 nyuma. Anasema ninafanya neno moja tu, nikiyasahau ya nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Manake nini? Manake vikwazo nilivyowahi kukutana navyo kwangu mimi sio ajenda. Ajenda yangu mimi ni maono nilio nayo. Nini ninakitaka mbele za Bwana? Ni mlango upi nataka kuona Mungu anaufungua? Ni hatua zipi natamani kuzifikia? Nataka kwenda na spidi ya namna gani? Nataka kuona milango inafunguka kwa namna gani? Kwa hiyo anasema jambo la kwanza, ninayasahau yaliyo nyuma, ninayachuchumilia yaliyo mbele. Lakini anasema ninakaza mwendo nipate kuifikia ile mede ya thawabu. Nataka nijue sababu ya wito huu niliopewa. Kwa hiyo ninakaza mwendo. Lile neno ninakaza mwendo maana yake ninafanya bidii, ninaweka jitihada, ninafanya juhudi za kila namna. Kwa kama kuna mtu aliwahi kupambana mchana na usiku kuhakikisha kusudi alilolibeba linafanikiwa, ni Mtume Paulo. Na ndio maana kabla hajafa alimwandikia Timotheo na kumwambia, mimi muda wangu umefika, saa yangu imefika, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Vita vya namna gani? Vita vya imani. Unisikilize mtoto wa Mungu, maisha yako ni vita vya imani. Narudia, maisha yako wewe ni vita vya imani, kwa sababu kila kinacho kiko so much connected na kusudi la Mungu. Hakuna kinachohusu maisha yako ambacho kiko nje ya kusudi la Mungu, hakipo. Wewe unaona una struggle kutafuta pesa, unafikiri unatafuta kwa ajili ya watoto wako, unafikiri unatafuta kwa sababu ya nyumba yako, unafikiri unatafuta. No, Mungu anapokufungulia hiyo milango, ajenda yake yeye ni kusudi lake. Na ndio maana wewe hata usipokuwepo leo, bado watoto wako watasoma tu. Kama kusudi la Mungu lazima wasome. Ukiona Mungu amejiita baba wa yatima, jua kabisa you are useless usipokuwepo. Ukiona Mungu amejiita mume wa wajane, usije ukafikiri wewe ni mume bora sana. Ukidondoka mke wako ana mume. Kwa hiyo usije ukafikiri upo kwa ajili yako hata siku moja. Haupo kwa ajili yako, upo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Na ndio maana lazima ujue battle zote, vita zote. Unakutana na vita kwenye biashara, it's not for you. Sio kwa ajili ya ibilisi ya kupiga vita kwa ajili yako. Hajui hata Mungu alikupaje hiyo biashara. Wewe mwenyewe uelewi ulifikaje kwenye level uliofika. Na hata kwenye level zingine ambazo Mungu amezikusudia mbele yako, hakuna mtu anayejua utafikaje. Hata wewe mwenyewe utakapofika utakuwa unashangaa kwamba nimefikaje hapa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapokupa au Mungu anapofungua mlango wote, afungui kwa ajili yako, anafungua kwa ajili ya kusudi lake. Kuna vitu Mungu anataka kuona vinatokea, kuna vitu Mungu anataka kuona vinazaliwa kupitia maisha yako. Kwa nini ninachotaka uelewe, maisha unayoishi wewe ni vita kwenye ulimwengu wa roho, upande wa shetani. Kwa shetani anapambana usije ukawa taa. Biblia inasemaje? Ninyi ni chumvi. Ni chumvi, ni chumvi. Ninyi ni nuru. Nuru ya nini? Ya ulimwengu mzima. Chumvi ya dunia nzima. Maana maisha yako yanatakiwa kuwa na ladha.
Maisha yako yanatakiwa kuwa na mvuto, na hilo ni kusudi la nani? Ni kusudi la Mungu. Mungu anataka kuona maisha yako yanabariki wengine, maisha yako yanafungua milango ya wengine, maisha yako yanafanikisha mpango wake, maisha yako yanafanikisha kusudi lake. Kwa hata siku moja usije ukafikiri unatafuta pesa ili watoto wako wasome. Watoto wako wanaweza wakasoma hata wewe usipokuwepo. Hata siku moja usije ukafikiri unatafuta pesa ili ujenge. Unaweza ukajenga hata bila hizo pesa, na hata usielewe hela za kujenga ulitoa wapi. Nini ninachotaka uelewe? Chochote unachokifanya kiunganishe na purpose, kiunganishe na kusudi la Mungu aliye hai, kwamba Mungu, ninajua una kazi ya kufanya na hiki cheo, una kazi ya kufanya na hii elimu, una kazi ya kufanya na hii nafasi, una kazi ya kufanya na hizi pesa ulizonipa. Ninajiunganisha na hiyo neema, ninajiunganisha na hiyo nguvu, ili kwanza ulindwe, uepushwe na mabaya. Si unajua kuna watu wamekufa kwa sababu ya pesa walizokuwa nazo. Kuna watu wameondoka duniani kwa sababu ya vyeo walivyokuwa navyo. Kuna watu wameondoka duniani kwa sababu ya umaarufu waliokuwa nao, na hakuna kitu kingine kimemuondoa. Ni umaarufu waliokuwa nao, ni pesa alizokuwa nazo, ni cheo alichokuwa nazo. Sasa kafuatilie, kwa nini Mungu akupe cheo afu bado akuondoe? Kwa nini Mungu akupe pesa afu bado akuondoe? Kwa nini Mungu akupe nafasi afu bado akuondoe? Haiwezekani. Maana yake aliyekuondoa sio Mungu. Kama aliyekupa ni Mungu, ungelinda. Kwa sababu Biblia inasemaje? Baraka ya Mungu hutajirisha, haichanganyi na majuto, haichanganyi na fedheha, haichanganyi na aibu. Ukisoma kwenye tafsiri ya Kiingereza amefafanua vizuri sana. Anasema blessings of the Lord brings wealth. The blessing of the Lord brings wealth without pain, without toil. Yani hata namna hizo pesa zinavyokuja ni without pain, bila maumivu, without toil. Na ndio maana ukimuuliza mtu utajiri umeupataje, anasema yani wewe, mambo ya Mungu ya ajabu sana, kwani hata yeye hajui. Kwa sababu kama ni baraka ya Mungu imekuja kwenye maisha yake, Biblia inasema inakuja without toil, maana yake bila mahangaiko. Nakuta hiyo milango imefungwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini ninachotaka kukusemesha? Jiunganishe, jipatanishe na hiyo neema ya mbinguni, kwamba Mungu, ninajua umeniweka kwenye majira haya, kwenye wakati huu. Unakumbuka kile kitu Mordekai alimwambia Esther? Alimwambia sentence ngumu sana Esther. Alimwambia Esther, sikiliza, unatakiwa uhakikishe unashughulika na tatizo tunalokabiliana nalo sasa hivi. Wewe uko hapo Ikulu, hakikisha unahangaika na hili tatizo. Kwa nini? Tatizo lilikuwa ni waraka uliotolewa wa Wayahudi wote kuuawa. Anasema Esther, uko Ikulu na ufanyi chochote. Esther akasema, lakini nyinyi hamjui. Waulize hata wakuu wa majimbo, watakueleza kitu kinachoendelea. Wakuu wote wa majimbo wanafahamu kwamba kuna sheria imewekwa ambayo haitaki mtu yeyote aingie kwa mfalme isipokuwa amepewa kibali, isipokuwa ameitwa. Na ukijifanya kielele ukaenda, usiponyoshewa fimbo ya dhahabu, unauawa. Na mimi ninavyoongea na wewe anko, ni kwamba sijaitwa na mume wangu yapata siku 30. Sasa kama mtu haja kukumbuka siku 30, afu wewe ujifanye kielele kwenda, wewe unatafuta nini? Si unatafuta kufa? Akawaambia wale waliotumwa na Mordekai, nendeni mkampe hiyo taarifa Mordekai. Mordekai sasa hiyo ameshachafukwa, ameshatembea huko barabarani na magunia, ameshapaka majivu, amelia kilio chote, ameenda mpaka katikati ya mji, ameprophesize, ameshasema alichosema, lakini ni machozi tu yanamtililika. Kwa nini? Kwa sababu anachokiona ni kifo ambacho kinataka kuwavaa. Na yeye anamwambia Mungu, hatuko tayari kufa, hatuko tayari kuangamia, hatuwezi kuangamia na mikono ya watu wasiotailiwa, hatuko tayari kuangamia. Mungu, ingilia kati na ujifunue. Alafu ghafla akiwa kwenye mazingira ya namna hiyo, eti analetewa majibu kutoka kwa Esther ambaye yuko Ikulu, eti hata mfalme hajaniita mimi siku 30, siwezi kwenda, nitaangamia. Waulizeni hata wakuu wa majimbo. Mordekai akawatuma wale watu waliowatuma, rudini tena kwa Esther, mkamweleze Esther tena, mwambieni sijalizika na majibu yake. Mwambieni hivi, nani ajuae
ya kwamba Mungu akumweka pale kwa ajili ya majira kama haya. Unaelewa manake? Manake Mungu huwa anakuweka kwenye nafasi for the purpose. Mungu huwa anakupa hela for the purpose. Yani Mungu anakupa cheo kwa sababu, anakupa pesa kwa sababu, anakuketisha mahali kwa sababu, sio sababu yako, sababu yake. Ila wewe na watoto wako mtaenjoy, lakini sio kwa sababu yenu, kwa sababu yake. Watoto wako watasoma Ulaya, lakini sio kwamba Mungu alikuletea hela ili ukasomesha watoto Ulaya. Angeweza kuwasomesha Ulaya bila wewe. Ukielewa hapo unavuka kabisa. Ukielewa hapo unavuka kabisa. Kwa hiyo Mordekai anamueleza Esther, anamwambia sikiliza, Mungu alikuweka hapo kwa ajili ya majira kama haya, sio tu ili wewe na sifa ya kuwa mke wa mfalme. No, sio ili wewe uishi maisha mazuri. Mungu angeweza kukupa maisha mazuri bila kuwa mke wa mfalme. Mbona watu wanaishi maisha mazuri na sio wake wa wafalme? Kwa akamweleza, akamwambia sasa sikiliza Esther, usipofanya kitu chochote, bado Mungu atakutuokoa sisi kwa njia nyingine. Bado Mungu atatutoa sisi kwa njia nyingine kama hautafanya chochote. Yaani kama hutahangaika kufanya chochote, bado Mungu atatuokoa kwa njia nyingine. Wewe ukigoma kufanya kwenye nafasi yako, Mungu atafanya kwa ajili yetu, tena atafanya kwa njia nyingine. Ila na kuhakikishia Esther, wewe na nyumba ya baba yako mtaangamia. Hayakuwa maneno mepesi kutoka kwa mtu ambaye anakutiaga moyo kila siku, anakuaga upande wako kila siku. Kile kitu kilimshtua Esther kabisa. Mordekai ndo kaongea haya maneno, akamwambia ndio, ni Mordekai ndo kaongea hayo maneno, amesema kabisa hivyo. Esther akasema lazima hii ni sauti ya Mungu, then I have to do something. Akasema nendeni mkaniombee mimi. Mwambie mjomba waombe kwa ajili yangu, wafunge kwa ajili yangu. Nisichoona nikaone, nisichosikia nikasikie. Kama kuna ujasiri umeondoka ndani yangu nikarejeshewe. Kama kuna milango imefungwa ikafunguliwe. Lazima hii ni ajenda ya ulimwengu wa roho. Lazima kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho ambacho hakiko sawa. Wafunge na kuomba siku 3, wasiendelee kuomboleza, waniombee tu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo anaposema hatimaye mzidi kuwa hodari, maana yake anataka uzidi kutafuta neema ya Mungu, uzidi kutafuta sababu ya wewe kuwekwa hapo, uzidi kutafuta nguvu za Mungu za kukufunika. Lakini anataka ujue maisha yako ni ya mashindano. Maana anamaliza kwa kusema, kumbukeni kwamba kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama. Sisi tunashindana na falme, tunashindana na falme. Hivi unaelewa ukiambiwa falme, ndugu yangu? Tunashindana na falme. Falme zipi? Falme za giza. You are not too small. Wewe sio mdogo kama unavyojifikiria. Ungejua nguvu unazoshindana nazo, ungejua ufalme unaopambana nao. Na ndio maana wakati mwingine Mungu atakagi hata tufahamu hivyo vitu, anakuacha tu. Lakini walau ungejua unapambana na ufalme upi, ungejua jinsi vile shetani hataki kuona hicho kitu chako kinafanikiwa, hicho kitu chako kinatokea, kwa sababu kimebeba kusudi la Mungu. Sasa Mtume Paulo anasema tunashindana na falme, tunashindana na mamlaka, tunashindana na wakuu wa giza, tunashindana na majeshi ya pepo wabaya. Level zote za uovu tunashindana nazo, na tunashindana katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana Mungu anatupa nafasi kama hii ya kuomba asubuhi, lakini anatusemesha kuhusiana na nguvu ambazo huwa zinaachiliwa asubuhi. Unapopambana kuomba asubuhi, ujue kabisa unazimisha vitu kwenye ulimwengu wa roho, Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Naamini umepata kitu cha kusaidia mpaka hapa. Bwana asifiwe sana. Naomba usimame mahali ulipo, twende mbele za Mungu wetu tena. Unaweza ukashika sadaka yako ambayo Bwana amekupa. Naomba unyanyue mkono wako juu kwa Bwana Yesu. Ninapokuongoza maombi haya, ninaachilia nguvu ya Mungu ya kukusaidia unapotoka mahali hapa. Damu ya Yesu iende pamoja na wewe, na mkono wa Bwana uende pamoja na wewe. Ule upako uliokuwa juu ya Joshua ukawe juu yako asubuhi ya leo.
ule upako wa popote unapopakanyaga, nguvu za Mungu kupafunika. Popote unapopakanyaga, uwepo wa Mungu kuwa pamoja na wewe. Mungu alimwambia Joshua, mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa wewe. Kama Mungu amekupa mahali unapopakanyaga, manake uwepo wa Mungu utakuwepo mahali unapopakanyaga. Manake utiisho wa Mungu utakuwepo unapopakanyaga. Manake kibali cha Mungu kitakuwepo mahali unapopakanyaga. Sema, Bwana Yesu, asante kwa sababu ya nguvu zako na neema yako ulioiachilia juu yangu asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninajipatanisha, ninajiunganisha na ile neema na ile nguvu ya kumiliki, ya kutawala malango ya siku ya leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaangusha kila sadaka, kila kafara, kila miungu inayotenda kazi siku ya leo kinyume changu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ule upinzani kwenye ulimwengu wa roho uliotengenezwa, ile mauti, yale magonjwa, na viangusha kwa damu ya Yesu. Taarifa mbaya zilizokusudiwa na zibatilisha kwa damu ya Yesu. Roho ya uovu, watu wabaya waliokusudiwa, ninawafuta kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ile fedhea, yale mahangaiko, yale mateso, ile huzuni iliyokusudiwa kinyume changu, na ibatilisha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ile mishale iliyorushwa na izimisha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu endelea kuachilia damu ya Yesu, endelea kuachilia damu ya Yesu. Semesha ofisi yako, semesha biashara yako, semesha nyumba yako, semesha watoto wako. Achilia damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo ipite. Biblia inasema Yesu ni mjumbe wa agano jipya, na damu yake ya kunyunyiza ni damu inayonena mema kuliko damu ya Habili. Damu ya Yesu ikanene mema kwa ajili ya hiyo ofisi, ikanene mema kwa ajili ya hiyo biashara. Damu ya Yesu ikazimishe zile taa za uovu. Damu ya Yesu ikazimishe zile madhabahu za giza. Damu ya Yesu ikazimishe, 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 ikazimishe ile mishale yenye moto kutoka kwenye madhabahu za kuzimu. Damu ya Yesu ikazimishe, ikazimishe chochote kilichokusudiwa kinyume cha neema ya Bwana juu yako. Damu ya Yesu ikakizimishe. Wale wakina Hamani ambao wameleta fedhea, wameleta mateso, wameleta huzuni, tunawazimisha kwenye ulimwengu wa roho. Bwana akakuinulie wakina Mordekai watakao kutia moyo kulisimamia kusudi la Mungu katikati ya mazingira ambayo huyaelewi, hujui cha kufanya. Bwana akakuinulie ile neema ya ujasiri, ile neema ya nguvu ikawe juu yako. Bwana akakupe ile neema ya kuwa na divine network na madhabahu ya mbinguni. Wale malaika wanapopita kwenye mji, wanapopita kwenye kazi, kwenye maeneo ya biashara, wengine watakapokuwa wakianguka kwa matetemeko, Bwana akakupe wewe ushirikiano, akakupe wewe ushirikiano, akakushike wewe mkono, akakuimarishe wewe, akakupe wewe akili njema, akakupe wewe mawazo, akakupe wewe hekima, akafanikishe mipango yako, akafanikishe malengo yako. Bwana akakupe kujua vipaumbele unavyotakiwa kuvichukua leo, katika jina la Yesu.